Chayo imayo tenjo. Lumbaki mulepeo. Chabe etu ibane eto. Iona ni oga wikida kuwacha. Umtende ele bweke na maraka. Umtende ele tata. Alasu itende tobe inu. Wawito ta ote. Ali mchimba minu ongaraki. Lakini ote nake. Na ulo eji ayama makabo. Itebi hapo jabo. Ochina yobe Yesu. Wetumu wetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Katika usomaji tutashirikiana na mtumishi wa Mungu Barwan. Atakuwa msomi katika aya zote ambazo tutakwenda kuzisoma hapa. Hivi baada yetu kuu ya mkutano, nani anaweza kukumbuka baada kuu? Mada na shika waelewi. Tema ya mkutano wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tema kuu ya mkutano ni damu basi. Damu. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo tema yetu kuu ina suteme tatu. Katika hizo suteme tatu ndio tumeenda na walimu wetu watatu waliotangulia. Wawili waliotangulia, mimi ni watatu. Nani anaweza kukumbuka ile teme ambayo mwalimu akafundisha kufungua mkutano? Ambayo ukiacha damu, sasa ile teme ya kwanza. Nafikiri mwalimu alitoka Houston. Karibu mtumishi. Teme ya jana asubuhi kwa damu ya mafahali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni teme ya kwanza. Ukitoka kwenye teme kuu ambayo ni damu. Sasa mwalimu wa jioni akahubiri kuhusu teme au mada ndogo ya pili. Nani anakumbuka? Mwalimu alitoka Abile. Unapandisha kwa unyonge. Tukija kwenye mkutano tuwe ni kama wanafunzi tuko shuleni. Na haya ni maswali madogo sana kabisa kwa jibu ya jibu. Alihubiri mtumishi mchungaji kutoka Houston. Mada ndogo ya pili ilikuwa na nini? Wow. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ina mashaka hapa watu kama hawaelewi. Damu ya ukombozi ndio ilikuwa mada ndogo ya pili. Sasa leo mada ndogo yetu ya tatu, kutoka kwenye mada kuu ambayo ni damu ya tatu, au kwa siku ya leo tutaongelea damu ya Yesu Kristo kwa kanisa. Damu ya Yesu Kristo kwa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niombe msomaji asome Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 13 na wa 14. Waebrania sura ya 9 mstari mdogo wa 13, neno la Bwana linasema, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majipu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. 14, basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mako, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi huaga na move kidogo katika kufundisha au kuhubiri. Kwa hiyo teme yetu ya leo ni damu ya Yesu Kristo kwa kanisa. Acha kwanza tuguse kuhusu mada kuu ya mkutano kwa haraka. Maana nikianzia utanielewa hapo baadaye. Damu. Kila mtu aliyoko mahali hapa, damu inatembea ndani ya mwili wake. Kila
damu inatembea kwenye mishipa ya mwili wake. Maana ukichana hapa, damu lazima itatoka. Sasa damu ni nini? Sijauliza, ninajiuliza mwenyewe, lakini nakupongeza kwa jibu, kwa sababu ni mojawapo ya majibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Damu ambayo inatembea ndani ya mwili wako sasa hivi, ndio nataka niseme. Damu ni nini? Damu ni maji yanayozunguka mwilini kupitia mishipa ambayo inaitwa mishipa ya damu, lakini ikisukumwa na moyo. Ninaposema maji, wale wapita shuleni wanajua kuna eta tatu: eta liquid, solid, gaz. Hiyo eta damu ya maji ndio tunasema maji yanayozunguka mwilini yakipitia kwenye mishipa. Hiyo mishipa inayopitisha damu inaitwa mishipa ya damu, lakini yanasukumwa na moyo. Maana hapo moyo unaendelea kusukuma bila wewe kuelewa na kutambua. Mungu anaendelea kufanya kazi ya uhai ndani yako bila wewe kujua, una relax tu, lakini Mungu anahusika sana na hili ndio hapo. Kwa hiyo damu tunasema ni damu tu. Ili iitwe damu, kuna mambo mengi yanayofanya iitwe damu. Kuna seli nyingi ambazo zinakuwepo kwa pamoja, zinafanya kazi kwa pamoja, ndio maana inaitwa damu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo katika damu kuna seli inaitwa seli nyekundu. Kwa Kifaransa sisi tunasema globule rouge. Ni seli hiyo ambayo inafanya ushirika katika seli zingine ili iitwe damu. Kuna seli nyekundu ambayo inaitwa globule rouge. Ndani ya hiyo seli nyekundu, seli nyingine ndogo ziko ndani yake. Lakini katika seli hiyo ambayo ni globule rouge, kuna seli nyingine inaitwa hemoglobine. Na vyote viko ndani ya mwili wako. Vyote viko ndani ya damu yako. Hiyo hemoglobine ambayo iko katika seli hiyo ambayo ni globule rouge, hiyo inahusika na mambo mengi. Lakini pamoja na mambo mengi yanayohusika nayo, inahusika na kuleta ule wekundu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hemoglobine inahusika na kuleta ule wekundu. Lakini pia ndani ya globule rouge muna seli nyingine ambayo inaitwa chuma. Unielewa vizuri, ni chuma ya madini, chuma au fer. Na hiyo fer nayo ina mambo mengi ambayo yanahusika nayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia katika damu kuna seli nyingine inaitwa seli nyeupe. Hiyo damu sijasema damu ya Yesu, bado damu hayo ambayo inazunguka ndani ya mishipa yako, ndani ya mwili wako. Kuna seli inaitwa seli nyeupe ambayo ni globule blanc. Sasa hiyo pamoja na kazi zingine kubwa ambazo inayo, hiyo pia inahusika na kuleta mambo, seli zingine ndogo ambazo zinahusika na ulinzi wa mwili. Ukinielewa hivi huko chini utanielewa kwa urahisi sana. Globule blanc ni seli ambayo ina seli ndogo zenyewe zinahusika na ulinzi, au inazalisha maaskari wanahusika na mwili, kuprotect mwili. Sasa kuna seli nyingine inaitwa plaquette. Ni nyingi lakini nasema kwa uchache. Kuna seli nyingine ndani ya damu, hii tunaita damu. Kuna seli nyingine inaitwa plaquette. Sasa hii plaquette inahusika na kuimarisha mishipa ya damu ili kwamba ihimili, iresiste katika ile pressure ya damu. Kwa sababu moyo unapo pump damu inakwenda kwa pressure kubwa sana. Sasa kama usingekuwa na plaquette ambayo inahusika na kuimarisha ile mishipa ya damu
isimame kupambana na mikiki ya pressure ya damu, zote zingekuwa zinapasuka kiharaka, lakini kwa sababu ya plaketi inazalisha, inahusika na kuimarisha ile mishipa, hata ile kidogo ya kwenye ubongo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ndani ya damu kuna seli inaitwa plasma. Hiyo plasma sasa, hiyo ndio inahusika sasa na usafirishaji. Maana kwa wale walio na experience, wale waliofika kwenye hospitali, mtu anapokuwa anarudishwa damu kwa kwenye sachet hivi, utaangalia kama kwa juu ni kama kimajimaji, kwa juu hivi ni kama rangi ya kimajimaji. Hiyo ni plaketi, kwa sababu iwezeshe sasa ile damu kunyumbulika kwenye ile mishipa ya damu. Kwa sababu bila yale majimaji damu haiwezi, inaweza kuwa ni kama kimgando. Sasa plasma ndio kazi yake kusafirisha. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tuone hiyo kazi ya damu kiuchache tu. Damu hiyo ulionayo, sijasema damu ya Yesu. Kazi ya damu ulionayo kila mmoja wetu ndani ya mwili, kazi yake kiuchache zaidi. Kwanza, damu inasafirisha oxygen kwenye mwili wote. Na oxygen ndio uhai. Bwana asifiwe sana. Hivi tunapopumua, kila mtu anapumua hapo. Unachukua oxygen, unaingiza ndani. Ile oxygen inapofika kwenye mapafu, damu inanyonya oxygen yenye kuwa kwenye mapafu, inasafirisha kwenye mwili mzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ule uchafu, ile hewa chafu tuna expire. Waga tunaita inspiration na expiration. Ile chafu tunaitoa, lakini ile tulipo inspire imefika kwenye mapafu, lungs ni Waingereza. Damu inanyonya na kusafirisha, kwa sababu bila oxygen hata brain haiwezi kufanya kazi. Bila oxygen kuna viungo vingine huko ndani vinaweza vikafa. Viko hai na wenyewe, kwa sababu tunapumua. Tusifikiri kwamba hewa tunayopumua inaishia kwenye mapafu, inaingia ndani ya mwili mzima. Ndio maana tuko hai, inauishi viumbe vingine ndani, viungo vingine. Lakini pia damu inasafirisha chakula. Hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila chakula, bila kula. Lakini pia inahusika pia na lishe kwa ajili ya mwili mzima. Tunapokula chakula kinameng'enywa kwenye stomach, sisi tunaita stomach kinje kwa Kiingereza tunataje. Unapokula chakula unameza, kinakwenda mpaka kwenye stomach, kinameng'enywa kwenye stomach. Lakini damu kupitia intestinal ndio mnahitaji ule utumbo mdogo. Kupitia utumbo mdogo, damu inanyonya kile chakula chenye maana na kupeleka kwenye mwili mzima. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia kazi nyingine ya damu, inaleta ulinzi kwa ajili yetu. Kama vile nilivyosema, seli nyeupe inaunda seli nyingine ndogo ambazo inazalisha maskari wa protect. Ni walinzi wetu, ni tunaita maantikoro. Sisi sijui Kiingereza tunahitaji. Maantikoro kazi yake ni nini? Unaweza ukapata bakteria inakuingia kwenye mwili, lakini kabla hajaleta sign za kuonyesha kwamba mtu anaumwa, huko ndani kuna maskari wanapigana na zile bakteria, wanapambana na yale magonjwa na wanamalizana huko, na wewe hujui. Wao wanakuja kufanya kazi kubwa ya kupiganisha wale wadudu ambao wangeleta madhara au baadaye yanaleta magonjwa. Lakini au maskari ambao wanazalishwa na globule blanc ambayo ni damu, yanapiganisha magonjwa alafu yanaishia huko. Ikiwa sinye za kuonyesha magonjwa zitatokea, ni pale yawezekana zimepambana zikashindwa. Ndio maana damu ikipungukiwa na maskari
watu maradhi yakija tu moja kwa moja yanaingia, kwa sababu hakuna ukingo, hakuna ulinzi. Kila wagonjwa wanakuja wanapitiliza, mtu anaumwa. Ndio maana wale wanao ugonjwa wa sida, wakati ugonjwa ni syndrome d'immunodeficiency acquise, ina maana wale walinzi wanakufa na kupunguka idadi. Kwa hiyo kila ugonjwa unapokuja unakufa. Kwa hiyo ndio damu ya mtu na kazi yake. Basi teme yetu ya leo inahusikana na damu ya Yesu Kristo kwa nani? Kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana kila mtu anajua damu ya Yesu kwanza imehusika na ulimwengu mzima, alafu pia inahusika na kanisa. Maana alipokufa pale msalabani, sio kwamba zile seremoni za Kiyahudi kuchinja kulingana na tendo zilizopita hapo zilihusika na Israeli tu, lakini Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ambaye alikuwa ni uhalisia wa vile vivuli vya damu ya wanyama, alipokuja na kuchinjwa, damu yake ilihusika na ulimwengu mzima. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haikuwa limited, ilikuwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Lakini alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioamini jina lake. Ndio sisi. Watu wametendewa makuu, wamekombolewa kutoka kwenye minyororo ya shetani. Kuliko watu wamkubali Yesu, wengine wanakuwa vipingamizi wa Kristo. Lakini haitasubiri kwamba kazi yake isiendelee. Haitazuia mission ya Yesu kuwa accomplished. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana nyinyi ambao mmepata neema mko hapa mpaka leo. Sisi ambao ni kanisa. Na kanisa ni mwili wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kanisa ni mwili wa Kristo. Na tunasema kuhusiana na damu ya Yesu Kristo kwa nini? Kwa mwili wake ambao ni sisi. Vile tulivyoona kazi ya damu ya mtu ndani ya mwili wake, vivyo hivyo damu ya Yesu ina kazi mahususi ndani ya sisi ambao ni mwili wa Kristo. Kwa nao wakugusa zaidi. Vile damu inapofanya kazi ndani ya maisha yako hata sasa, hata kwa sekunde hii, vivyo hivyo damu ya Yesu inafanya kazi katika maisha ya kanisa ambayo ni mwili wa Kristo. Ninajitahidi ili tuendane na muda, maana ninakumbuka kuna mkutano mmoja wa Pasaka nilishia kureview yale yaliyopita kwa walimu waliotangulia, muda ukaishia hapo. Nimekuuliza hivi, tuko vizuri eti muda umekwisha kufika. Kwa sababu hiyo wale na hapo Pasaka. Kwa hiyo tutaona damu ya Yesu kwa kanisa, na msomaji wetu tayari amekwisha kusoma hiyo andiko hapo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Damu ya Yesu kwa kanisa. Nikwambie, Yesu ni mwanadamu 100%. Tena ni Mungu 100%. Alipovaa mwili na kuonekana kwetu, alisikia njaa kama mimi, alikula kama wewe, alikunywa kama wewe. Katika mwili alikuwa ni mwanadamu 100%. Lakini pia alikuwa ni Mungu 100%. Alitembea na damu ambayo yenyewe iko tofauti na damu zetu. Damu ya Yesu ni tofauti na damu zetu, kwa sababu katika damu zetu kuna mchanganyiko wa damu ya baba na mama inatembea ndani ya mishipa ya damu. Lakini Yesu hakuna baba aliyehusika, hata amekuwa mwanadamu 100%, lakini kwa uwepo wake na kuzaliwa hakuna mchango wa baba. Kwa hiyo tunapoangalia DNA ya Yesu, kwanza niseme kwanza ni kama kwamba hana DNA. Sisi tunaita ADN, acide desoxyribonucleique.
hizo zinatokana na wazazi. Ndio maana mtu anaenda kupimwa, tujue mtoto ni wa nani, anaenda kupimwa. Yesu angeenda maabara asijeonekana kwamba babaye ni nani, kwa sababu baba yake hajahusika. Hiyo damu ya Yesu ina tofauti na damu zetu hapa. Sasa hiyo ndio damu ambayo inafanya kazi katika maisha yetu sisi tunaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo imemwagika tu mara moja kwa mara zote. Sio kama ile damu ya wanyama iliyokuwa ikichinjwa kila mwaka. Ilikuwa ni kazi kibarua na chenyewe. Wengine kuna mwaka wanakosa. Unaambiwa kama umekosa basi ununue hata kanjiwa au mchangie jirani. Ilikuwa ni kazi, lakini ya Yesu ilipomwagika mara moja tu kwa mara zote. Vile iliyomwagika pale msalabani mpaka leo inaendelea kufanya kazi. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo kazi, hiyo ndiyo damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye amekufa kwa ajili yetu. Sasa hiyo watu wengine wanaidharau, wanasema ni damu kama damu nyingine, kwani yeye ndio wa kwanza kuvuja damu kupitia mateso. Bwana msalabani alikuwa na wahalifu wengine, na wengine wamekufa kwa kiukatili, damu zimemwagika tu. Si ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Nikwambie, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tuliokombolewa ni nini? Ni nguvu za Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kwetu sisi tuliokombolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu wetu. Wanaobeza damu ya Yesu acha wabeze, wanaoidharau acha wadharau, lakini sisi tuliokombolewa tunajivunia damu ya Yesu Kristo. Tuone baadhi ya kazi ya damu ya Yesu kwa kanisa ambao ni sisi. Kwanza, damu ya Yesu inapatanisha. Adamu alipoumbwa au mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika bustani ya Edeni, kulikuwa upatano, uhusiano mzuri na Mungu. Lakini ilifika wakati mwanadamu amekwenda kuvunja agano alilopewa na Mungu, akashindwa kutii, alianguka katika dhambi. Na kama Biblia inavyosema, kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Mwanadamu alikwenda kukata uhusiano wa mwanadamu na Mungu ulienda kukatika. Na kama maandiko yanavyosema, akawa ni mali ya shetani kwa sababu ametenda dhambi, akawa chini ya uongozi wa shetani. Uhusiano na Mungu ukaharibika, upatano na Mungu ukaharibika. Lakini Mungu kwa sababu aliona kazi yake aliyoifanya, hawezi kuachilia yeye hivyo, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Akatuma mwanae ili aje kufa kwa ajili yetu, ambaye ni Yesu Kristo. Damu yake iliyomwagika pale msalabani, kazi ya kwanza imetupatanisha tena na Mungu. Sema amen. Imetupatanisha na Mungu, damu ya Yesu. Na hiyo ni kazi yake ya kwanza. Tumishi wa Mungu, soma Isaya ile sura ya 55. 55 mstari wake wa pili. Isaya 55 mstari wake wa pili. Neno la Bwana linasema, kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. 59 59 Isaya 59. Wewe unasoma 60 huyo. 59 mstari wa pili. Ndio. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu
zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amen. Lakini uovu unawafarakanisha na Mungu, na dhambi zenu zimeufanya afiche uso wake. Na maana dhambi au uovu inaleta mtengano kati ya mwanadamu na Mungu. Na panapokuwa mtengano kati ya mwanadamu na Mungu, jua 60% na kuendelea unakuwa ni mtu wa shetani, unakuwa ni mali ya shetani. Lakini bado damu ya Yesu ipo, ambayo kazi yake ni kupatanisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo damu ya Yesu kwetu sisi kama kanisa ina kazi ya kutupatanisha na Mungu, kwa sababu tuliokoka katika ule wokovu mkuu ambao Yesu amekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Lakini pia tunaokoka na mwishowe tutaokoka. Tuliokoka, tunaokoka, tutaokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa sababu hata kama tumekwisha kumwamini Yesu Kristo, yawezekana mwanadamu unaweza ukadanganyika ukamkosea Mungu. Na unapomkosea Mungu ni kama umekata uhusiano na Mungu. Hapo ni kama umekosa ili kwamba uokoke tena. Maana unapokufa katika hali ya kukata upatanisho na Mungu, uko sehemu mbaya. Itabidi tena damu ya Yesu ifanye kazi ili uokoke tena, kwa sababu imekupatanisha tena na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Bado tuko katika safari, hatujafika bado. Shetani anasimama kutupiganisha, lakini tuendelee kukaza mwendo, tujikongoje, tukitumia damu ya Yesu iendelee kutupatanisha na Mungu pale tunapoteleza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Imewekwa kwa ajili yetu ili nilipomaliza siku ile mpaka leo ni kama uone katika roho, ni kama maji, damu inakujika tangu siku ile, ambayo inahusika na kazi yako wewe kama kanisa, na mojawapo ni kupatanisha. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kazi nyingine, damu ya Yesu inatakasa. Somaji, tasoma Yohana wa kwanza sura ya 6. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 na 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza 6-7. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Amen. Tukisema tunashirikiana naye, na huku matendo yetu yanakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukisema tunashirikiana naye, ni wanani hao kama sio kanisa? Ni sisi. Asiyeamini hawezi kusema tunashirikiana naye. Lakini sisi hapa tunasema tuko wa Kristo, hata kwenye makazi zetu tunasema sisi ni wa Kristo kwa sababu tunashirikiana naye. Sasa ikiwa tunashirikiana naye na sisi tunatenda yasiyompendeza, sisi ni waovu, sisi ni waongo, itabidi damu ya Yesu itutakase. Lazima damu ya Yesu itutakase. Iko hapo kwa kutakasa. Bado unawekwa tayari kutakasa wewe ambaye ni kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Naenda kwa haraka. Maana tunaposema sisi ni watu wa Kristo na tukifanya yasiyopendeza machoni pake, tunasema uongo. Tunakuwa tuko hai lakini tumekufa. Mtu unapokuwa wewe unasema ni Mkristo lakini matendo yako yafanani na Ukristo,
utakuwa unatembea lakini wewe ni maiti na utafika. Kimwili uko hai lakini kiroho tayari unakufa. Utajidama huku, mimi ni fulani, mimi ni Rewe, mimi ni Bishop, mimi ni Quebec. Watu watakuamini kwa sababu wanakuona kwa nje, lakini kwa ndani kumbe wewe ni mfu, unajitapa bure. Una jina la kuwa hai na kumbe umekufa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mtumishi, soma ile Mathayo 28 na 13. Mathayo 28 13. Mathayo 18 28 13. Neno la Bwana linasema hivi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakimwiba sisi tulipokuwa tumelala. Tuendelee. Samahani mtumishi, soma Methali 28:13. Methali 28:13. Neno la Bwana linasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Amen. Anayeficha dhambi zake, anayejitukuza kwa nje ni kama mtu wa ajabu ambaye Yesu akija tayari hatakuwa ni wa kwanza. Anajiona ni mtu kabisa mkuu, na wasiojua yaliyo ya ndani wana kwa kweli huyu kwa kweli ni mtu wa Mungu. Lakini ndani anaficha dhambi. Kuna dhambi za siri anazo ndani yake. Unaambiwa tuungame dhambi. Na sinasema kuungama tu, aungamaye dhambi zake na kufanya nini? Maana kuna mambo mawili, kuungama na kuacha. Bwana asifiwe sana. Kuungama kwa sababu naweza kusema ni kama kupiga story. Unasema kwa maneno, leo anasema hapa kwenye kwa fulani hatuko vizuri, lazima tutengeneze, tuungame. Wawili tuungame. Bwana asifiwe sana. Naona wawili wanaenda chemba pale, wanaanza kuongea, mimi nilifanya 1 2 3, Mungu anisamehe. Anasema hayatoki moyoni. Bwana atuhurumie sana. Ni kwa sababu inasemekana tuungame, Mungu anisamehe. Mungu yule hata ndio mwani. Bwana atuhurumie. Ndio 1 2 3 ilevino. Anaungama tu, anaongea ni maneno. Lakini tunaambiwa aungamaye dhambi zake na kuziacha. Kuacha ndio toba. Na toba maana yake ni kuacha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anayetaka kuungama dhambi na kuacha, hicho kitu, hayo maungamo yanatoka moyoni, yanamuumiza ndani, yanamkosesha amani. Anayaungama, anayaongea ili kwamba yaache. Huko ndiko kutubu. Maana aungamaye dhambi zake na kufanya nini? Na kutubu, ndiye atakayeokoka. Kwa maana nyingine, aungamaye dhambi zake na kuziacha. Kuacha, kutubu ni kuacha au kugeuka. Kama ulikuwa unaelekea upande huu, ukasema inawezekana kuna madhara, unarudi, unageukia upande huu. Hiyo ndio toba. Kugeuka. Bwana asifiwe sana. Au kuacha. Watu wanaoasili ya kuungama ni wale dhambi ile inamtafuna kila wakati. Anakwenda anaisema haimuumizi, ili mradi watu wasikie nimetubu tu. Lakini hajaiacha, wala hana mawazo ya kuiacha. Wala anaongea hivyo tena anafikiria niko na appointment fulani wakati fulani. Na huko anaongea kwamba Mungu
Mungu amsamehe kwa ajili ya hali fulani aliyonayo, lakini rohoni tena ana mipango mingine. Siku fulani nitafanya hivi. Bwana atumie sana. Hata neno ungamu unaongea tu, lakini toba ndio natakiwa ifanye kazi. Na mtu anayekuwa kweli anaacha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa kushangaza siku moja, huyu alikuwa na tabia hiyo, lakini mbona ameacha? Ametubu huyo. Lakini wewe wakusema jana leo tena kesho ile ile, kesho kutwa ile ile. Wewe ni muungamaji kama ni muungamaji kama ni wewe ungama na kuacha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu iko pale inafanya kazi ya kutakasa. Ila nguvu ya ajabu ya kutakasa hata kama uliua mtu na ukatubu, hata kama utasema lakini umeamua moyoni, umeumia ndani na kusema kwamba nimeacha, damu inakutakasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Pia shemasi, mkiona napitiliza dakika 45 mniandikie karatasi. Mama bila wasiwasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nikipitiliza mniandikie mtu nikumbuke. Lakini naamini ningali sawa. Bwana asifiwe. Amen. Pia damu ya Yesu inalinda. Kama vile tulivyoona katika mwili wetu kuna maaskari wanalinda pale, wana protect mwili wetu usizuiwe. Vivyo hivyo damu ya Yesu Kristo inatulinda sisi mwili wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu inatulinda. Tuliona katika Kutoka kama walimu walivyosema kwenye huduma zilizopita kuanzia mwanzo mtano kwamba Israeli ilifika wakati wameambiwa na Mungu wachinje wanyama au mwanakondoo wa sadaka, lakini kila mmoja apake kwenye visigiti na miimo ya milango, ili kwamba yule malaika wa kuua wa kuangamiza anapoona damu anapita juu, na anapopita juu anascape ile nyumba ambaye mlango wake na vizingiti inapakwa damu ya mwana kondoo na kwenda kuua adui ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Vivyo hivyo damu ya Yesu ipake kwenye maisha yako, ipake kwenye watoto wako, ipake kwenye ndoa yako. Bwana asifiwe sana. Usione ndoa yako inapendeza, mko na mnaishi maisha ya furaha. Sio kwamba watu wote wanafurahia maisha ya furaha mlio nayo katika ndoa yenu. Kuna wengine wanahuzunika, kuna wengine wanaona ni vikwazo. Inawezekana kuna mambo mengi yanaandaa kwamba hata kama haujaua mtu, lakini ukiwazia vibaya kitu ambacho watu wenzako wanakifurahia, kwamba balaa ile siki mwana wewe kwa kwanza iko ndani, umekwisha kuua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo paka damu ya Yesu kwenye ndoa yako, ili malaika yule wa kuua adui anayekusumbua ataona umepaka damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu kwenye familia yako, atapita juu na kushughulika na wale ambao wanakuwazia mabaya kwa ndoa yako. Jina la Bwana libarikiwe. Damu itakwenda kuprotect. Maana palipo damu ya Yesu, Yesu mwenyewe yuko pale. Sasa wewe umeipaka kwenye familia yako, hakosi kuwepo pale. Umeipaka kwenye ndoa yako, hakosi kusimama pale. Palipo damu ya Yesu, Yesu mwenyewe yupo. Paka damu ya Yesu kwenye familia yako. Paka damu ya Yesu kwenye watoto wako, wanakwenda mashuleni wanakumbana na mambo mengi ambayo ikiwa damu ya Yesu haiko pale, wote wanaweza wakaharibika. Mzazi unajitahidi kumwambia mtoto maadili mema, lakini unakaa naye masaa machache sana. Masaa mengi anakaa huko shuleni. Ujue anakumbana na marafiki wa namna gani? Ujue walimu wanawafundisha mambo gani? Siku na wengine wanaambiwa baba yako akikusumbua ripoti. Sijui kwa kweli shuleni. Sasa lazima tuwe tunamwaga na kumimina damu ya Yesu hata kwa watoto wetu
mahali popote walipo. Maana ukimwaga damu kiimani, Yesu yuko pale, kwa sababu damu ni uhai. Damu ya Yesu ni uhai, na alipo damu ya Yesu, Yesu mwenyewe yupo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yote ambayo atakwenda kupanga ili kutaka mtoto wako aadhibiwe kisaikolojia, Yesu atakuwa yuko pale, kwa sababu wewe mzee, mzazi, mama, baba, unaomba damu ya Yesu ili mtoto wako. Hii inafanya hiyo kazi, damu ya Yesu ya ulinzi, ya kutulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ameni, tungali vizuri. Lazima tuachilie damu ya Yesu katika maisha yetu, maana ilipo damu yake Yesu mwenyewe yupo. Lakini pia damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yetu. Msomaji, soma Waebrania 12:24. 12:24. Damu ya Yesu inanena mema. Waebrania 12 mstari mdogo wa 20. Ndio. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Abili. Amen. Na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya. Agano jipya ni agano la damu ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya, ambaye damu yake ilimwagika ikanyunyizwa. Hiyo sio kama damu ya Abeli. Unajua damu inaongea. Bwana sio sana. Damu ya Abeli iliongea pale ilipomwagika kwenye udongo, sauti ilitoka pale. Damu inaongea. Kama ya Abeli iliongea, iweje ya Yesu siongee? Na ya Yesu inanena mema kwa ajili ya kanisa. Damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Itumie damu ya Yesu. Ipo tayari, lakini tunashindwa kuitumia. Lakini pamoja na kujua haya, naamini utakuwa na muda wa kuitumia damu ya Yesu. Inanena mema kabisa kwa ajili ya maisha ya Kristo. Pia damu ya Yesu inaleta ushindi. Damu ya Yesu inaleta ushindi. Mtumishi, utasoma tena Ufunuo ile sura ya 12 mstari wa 11. Ufunuo 12 mstari mdogo wa 13 na 11. Ufunuo 12:11. 12:11 Ufunuo. Nao wakashinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Amen. Nao wakashinda kwa damu ya mwana-kondoo. Ni wanani hao? Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu ambao wakuona maisha yao ni ya thamani, lakini waliona ni takataka, ili kwamba wafanye mambo ya kumpendeza Mungu. Wakamshinda yule mwovu shetani, yule adui shetani, kwa damu ya mwana-kondoo. Bwana asifiwe sana. Mtumikie Mungu, alafu ujue jinsi ya kuitumia damu ya Yesu Kristo. Maana si askari, unaweza kutoa bunduki, inaweza kukusaidia kwa mambo mengi, lakini kama hujui kuitumia ni kama mdoli tu. Bwana asifiwe sana. Hapo unaweza kuwa askari, unapewa silaha ambayo uielewe, ambayo inaweza kuprotect, inaweza kukusaidia, inaweza kuleta ushindi kwa ajili yako, lakini kwa sababu hujui kuitumia, adui mwenye kuwa na wembe anaweza kukuangamiza, na wewe ulikuwa na silaha kubwa. Kwa sababu ya kutokujua kuitumia, adui na silaha ndogo atakuangamiza. Ndivyo ilivyo damu ya Yesu Kristo kwa kanisa. Wana wa Mungu, tuna kitu kikubwa sana katika maisha yetu kama kanisa, lakini tunashindwa kukitumia.
nacho ni damu ya Yesu Kristo. Ni kitu cha ajabu, kitu kikubwa, kitu cha ushindi. Tunamshinda shetani. Hebu angalia shetani na uwezo na mamlaka alionao, lakini huyo tunamshinda kwa damu ya Yesu, endapo tunaitumia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumia damu ya Yesu kwa bure. Lakini haya yote yanatumika ikiwa wewe Kristo unaiamini hiyo damu ya Yesu kwamba inaweza. Maana kuna wengine wanatilia mashaka hata hiyo damu ya Yesu. Na mashaka ya imani. Ukitilia mashaka damu ya Yesu eti kwamba hivi nimesema tu inaweza kusaidia nini? Na kweli haiwezi kufanya. Lakini ukiwa na imani kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza, utaitumia na inafanya kazi kweli kweli kulingana na imani ulionayo kwa damu ya Yesu kwamba inaweza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tumia imani kwamba hata kama unaona ukuta unaoweza kuzuia pale, kwa macho ya kibinadamu unaona ni ukuta, lakini kiimani unaona kwamba yale matarajio yako na yaoni nyuma ya ukuta ule tayari, kwa imani kwamba hakuna kinachoweza kuzuia. Hiyo ni kuwa na uhakika. Hata kuna kizuizi gani, uamini kwamba damu ya Yesu inatoboa tu. Lazima tufanye kwa imani, ukiamini kwamba damu ya Yesu inaweza kutakasa, ukiamini kwamba damu ya Yesu Kristo inalinda, ukiamini kwamba damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa ajili ya maisha yako, ukiamini kwamba damu ya Yesu Kristo itanifanya kuwa mshindi na zaidi ya kushinda dhidi ya yule mwovu wa adui. Damu hiyo itaendelea kufanya kazi katika maisha yako. Wakati wanaamini damu ya Yesu inaweza, sio wa kweli. Asante. Wangapi wanaitilia mashaka ya damu? Uwe mwazi tu. Alikuwa tu mwazi. Niteka wasiwasi kidogo. Wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukiamini kila jambo linafanyika kwa sababu ya imani. Lakini tunapotia mashaka, basi kila kitu kinaharibika. Lakini kuaminishe kwamba damu ya Yesu ina nguvu ya kufanya kila chochote ambacho unakwenda kuhitaji ikufanyie, kwa sababu palipo damu ya Yesu Kristo, Yesu mwenyewe yuko pale. Palipo damu ya Yesu Kristo, jina la Yesu tulilopewa liko pale. Palipo damu ya Yesu Kristo, uhai upo. Ukiwa unaishi na uko tayari umekufa kiroho, damu ya Yesu inauisha. Naposema damu ya Yesu inauisha, ina maana damu ya Yesu inaleta uhai. Amini tu, na kila kitu kinakwenda vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo naona kwamba tunaenda vizuri, na tangu jana mchungaji alipojua kwamba nitahubiri leo, alisema ni hatari kuchwa heka. Kwa hiyo wananchi leo ilikuwa ni damu ya Yesu kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni watu wanaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Alivaa mwili, akazaliwa kama mwanadamu, akafa, atafufuka, na siku moja atakuja kuchukua wanaomwamini. Hilo ndio kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kazi ya Yesu, kazi ya damu ya Yesu kwa ajili yetu sisi ambao tunaamini, kazi ya Yesu kwetu sisi ambao ni mwili wake, ndio iliyokuwa mada yetu asubuhi ya leo. Tukaona kwamba
damu ya Yesu mojawapo wa kazi yake inaleta upatanisho. Damu ya Yesu Kristo inatakasa. Damu ya Yesu Kristo inalinda. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Damu ya Yesu Kristo inaleta ushindi. Kwa hiyo tutumie damu ya Yesu kwa manufaa ya yote haya ambayo damu ya Yesu inatuletea faida. Na ikiwa tunaamini kwamba damu ya Yesu inatufanya kumshinda shetani, naamini Yesu atakapokuja kutukuta tayari na tutamlaki Bwana. Damu ya Bwana.